tunakumbuka mafumbo makuu matatu, yaani kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu, daraja ya upadre na amri ya Bwana ya mapendo ya kidugu. Ndugu zangu, nikianza na kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni chakula kwa ajili ya uzima wa roho zetu na miili yetu pia. Ndiyo mlo aliotuachia sisi wa Kristo wa Katoliki. Bwana Yesu alituachia mlo huo. Kumbe tunapoila Ekaristi Takatifu tunamla Yesu mwenyewe na kukaa ndani yake, naye mwenyewe anakaa ndani yetu. Tutambue hivyo kwa wote tunaopokea Ekaristi Takatifu kwamba Yesu anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake. Wito wetu sote tunaopokea Ekaristi Takatifu, tujitahidi kuwa kama tunayemla au tunayempokea katika tabia na mwenendo. Kumbe Ekaristi na maadili vinaungana. Kama kweli tunampokea Yesu na tunatambua kwamba tunayempokea na kumla ni Yesu mwenyewe, basi matendo yetu na tabia zetu vifanane naye yule tunayempokea. Na tuwe tunahimizana kabisa kwamba wote tunaopokea Ekaristi Takatifu kila mara tujitahidi kuishi maisha ya kiekaristia. Tujitahidi kuwa kama yule tunayempokea, au tuwe kile tunachokula. Tumsifu Yesu Kristo. Tuwe kile tunacho kwa vyakula vile vingine vya kawaida. Ukila sana kuku pia unaweza kuwa kuku. Ukila sana nyama unaweza kugeuka kuwa nyama pia, si ndio? Sasa kwa kula mwili wa Kristo tunageuka kuwa kama yeye. Kwa hiyo tutambue hivyo kwamba tunakuwa kile tunachokula na tunakuwa yule ambaye tunayemla, Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tabia na mwenendo wetu viendane sawa sawa na yule tunayempokea, Bwana wetu Yesu Kristo, katika maumbo hayo ya mkate na divai, yaani Ekaristi Takatifu iliyowekwa siku kama ya leo, Alhamisi Kuu. Lakini pia siku kama ya leo, Alhamisi Kuu, sakramenti ya daraja ya upadre iliwekwa. Sakramenti hii iliwekwa na Kristo mwenyewe siku kama ya leo, Alhamisi Kuu, kabla ya kuteswa kwake, kwa ajili yetu sisi, na iliwekwa kwa ajili ya huduma, sakramenti ya daraja. Kumbe huduma kwa wana wa Mungu, huduma kwa taifa la Mungu. Upadre ni kwa ajili ya utumishi wa mafumbo matakatifu na kuwatakatifuza waamini kwa njia ya kuadhimisha mafumbo matakatifu, tukitumia vitendea kazi maalum vya kanisa, vitendea kazi vya huduma katika kanisa letu, ikiwemo neno la Mungu, sakramenti pamoja na visakramenti tunavyoviazimisha kwa ajili ya kuwatakatifuza waamini. Kumbe katika upadre tunaamini na kutambua kwamba kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake Kristo aliye padri wetu mkuu, katika muungano naye tunalihudumia taifa la Mungu katika nafsi yake. Kumbe ukimwona padri katika huduma yake, umemwona Kristo atendaye kazi ndani yake, naye padri akitenda kazi kwa nafsi ya Kristo mwenyewe anakuwa anamwakilisha kweli kweli. Kumbe iliwekwa sakramenti hiyo, akasema basi mapadi waendeleze yale yote ambayo yeye kama angalikuwepo kimwili kama ilivyokuwa siku zile, basi angeyatenda.
Kwa hiyo mapadri wanatenda kwa nafsi ya Kristo. Siku hii ya leo tuombee mapadri ili na wao pia waendelee kutoa huduma yao vizuri kwa ajili ya kutakatifuza waamini na kwa ajili ya kuadhimisha mafumbo matakatifu. Ingine, fumbo la tatu tunalokumbuka leo ni amri ya mapendo ya kidugu. Asili ya mapendo ni Mungu mwenyewe. Mtakatifu Agostino alisema katika maandiko yake, Mungu ni upendo. Kumbe tuliumbwa kwa upendo wa Mungu na tumezaliwa kwa ajili ya kupenda na kupendwa pia. Kumbe upendo unapokosekana kunakuwa na maumivu makali ndani yetu na hata katika jamii yote. Msingi wa maisha na uhai katika familia zetu ni upendo. Kwa ajili ya upendo katika familia tunaitwa baba na mama. Watoto katika familia wanapatikana kutokana na upendo kati ya baba na mama. Kumbe upendo ni wa muhimu sana. Bila upendo hata watoto pengine hawatapatikana katika familia. Watoto katika familia wanapatikana kwa ajili hiyo, kwa upendo unaokuwepo kati ya baba na mama. Lakini upendo kati ya mume na mke pia ni wa muhimu sana, na upendo kati ya wazazi na watoto ni wa muhimu sana katika familia zetu. Upendo kati ya kaka na dada, ndugu, jamaa na marafiki ni wa muhimu sana, kwani ni amri ya Bwana kwamba tupendane. Na amri hiyo Bwana wetu Yesu Kristo alifundisha kwa ishara mbalimbali kama mlivyosikia katika injili hii ya leo. Yohane sura ya 13 aya ya 1 hadi ya 15. Bwana Yesu anafundisha amri hii ya upendo kwa wafuasi wake kwa ishara mbalimbali. Aliwaandalia wafuasi wake chakula. Hiyo ilikuwa ni ishara ya upendo, kuandalia yeye mwenyewe chakula waje wale siku kama ya leo. Akawaandalia mwili na damu yake, ambayo ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Lakini pia aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, yeye kama Mungu, yeye kama kiongozi wao. Ukuu wake na madaraka yake akayaacha kando pia. Huu ni upendo uliojaa unyenyekevu na ni hali ya utumishi ambayo tunaalikwa sisi sote kuwa nayo kama wafuasi wake. Bwana wetu Yesu Kristo pia alitwaa kitambaa akajifunga kiunoni mwenyewe, hakufungwa na mtu yeyote. Huo nao ni upendo na unyenyekevu wa hali ya juu, lazima tuuige. Alisema hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kutumika, kutoa nafsi yake kwa ajili ya wengi. Lakini Bwana Yesu pia alitia maji katika bakuli, akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kufuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Huo ni upendo wa dhati. Mtume Petro hakuelewa ishara hizo alizozifanya Bwana Yesu. Saa chache kabla ya mateso ya kifo chake, Petro akataka kumkataza asimfanyie ishara hizo, lakini alipofafanuliwa zaidi, tena hata kwa kitisho kwamba nisipokutawaza miguu huna shirika nami, mwisho wa siku Petro alikubali asije kupoteza ushirika huo na Kristo, asije kupoteza upendo huo aliooneshwa na Bwana Yesu. Akakubali, ambia basi sio tu nitawaze miguu basi, bali na kichwa pia. Bwana Yesu akamwambia, aliyekwisha kuoga hana haja ya kuosha kichwa.
bali kutawaza miguu tu, wewe uko safi, ingawa najua si nyote mlio safi. Ndugu zangu wapendwa, upendo ni amri ya Bwana. Tupendane katika maisha yetu. Sisi kama Wakristo tunaoshiriki kikombe kimoja, kama tulivyosikia katika wimbo wa katikati, naambiwa kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Kama ni ushirika wa damu ya Kristo, kwa nini kuna utengano kati yenu? Kwa nini kuna manyanyaso kati yenu? Kwa nini kuna kutoelewana? Na mnasali kanisa moja, mnaishi mji mmoja, mnasali jumuiya moja, na wote mnakwenda kanisa moja. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Kwa kuwa ni ushirika wa damu ya Kristo, basi tutimize yote kwa upendo. Siku hii ya leo ni muhimu sana kuyaiga matendo ya upendo aliyotuonesha Kristo mwenyewe na kuyazingatia kwa matendo. Tupendane kwa dhati, tusaidiane, tushirikiane, turekebishane, tujaliane, tushikamane, tufutane machozi, tusafishane bila kuchafuana, tumegeane mkate, tule pamoja, tufurahi pamoja, tuoshane sisi kwa sisi miguu yetu, tubebeane mizigo, tufarijiane, tuimarishane, tupokeane, tunyenyekeane, tusipakane matope, bali tuaminiane. Haya yote yatafanyika ikiwa tuna upendo aliyotufundisha Bwana Yesu kama amri, na wote watakaoikiuka amri hiyo watakuwa wamelaaniwa, lakini wote watakaoitimiza amri hiyo ya mapendo watapata baraka kwa Mwenyezi Mungu.